Ni kweli siku ya juzi tuliwashuhudia Young Africans wakitoa taarifa kwa umma wakithibitisha kwa mara nyingine kwamba hawapo tayari kuweza kucheza dabi ya Kariakoo ambayo ilipangwa kuchezwa tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Baada ya kutokea imepangiwa tarehe mpya na kwamba itachezwa tarehe 15 mwezi wa 6. Young Africans wameendelea kuchomoa kwamba hawatacheza na Yanga ni timu ambayo inaongozwa kwa misimamo kuanzia kwa viongozi wake paka wanachama. Baada ile taarifa nafikiri inajieleza, kuna vitu vingi waliweza kuongea kwamba hawawezi kucheza kwa sababu hawana imani na bodi ya ligi, hawana imani na hizo kamati, kwa msimamo wao ni kuto kucheza. Jana tunaamka asubuhi tunakutana na taarifa ya bodi ya ligi ambayo ni maboresho ya michezo ya ligi kuu. Tumeona maboresho ya baadhi ya michezo kubadilishiwa tarehe, lakini baadhi ya michezo kubakia vile vile, lakini pia ule mchezo ambao uliokuwa pembeni wa Young Africans ambaye ni mwenyeji wakiwakaribisha Simba Sports Club ambao ni wageni umepangiwa tarehe mpya na ukaleta tena sintofahamu. Young Africans wamechagua kukaa kimya, hawajazungumza kitu chochote tena baada ya taarifa yao walioitoa taarifa kwa umma, na ikasemekana kwamba pia wamepeleka taarifa zao serikalini ambazo yani kwamba ile taarifa ina peji kama 167 kaso 168. Wamepeleka wakilalamikia vitu mbalimbali, wakilalamikia bodi, wakilalamikia TFF na vitu kadha wa kadha, lakini pia wamelalamikia issue ya adhabu ambazo wanapigwa na bodi ya ligi. Ni adhabu ambazo hazifuati utaratibu, lakini kuna wengine wanakosea makosa yale wanapewa onyo, hawaadhibiwi kwa kupigwa faini ya fedha. Kwa Young Africans wana malalamiko mengi. Kwa hiyo jana baada ya kutoka taarifa ya bodi ya ligi ambayo tumeishuhudia wote, tumeishuhudia taarifa hiyo kwamba Young Africans na Simba tarehe 15, story imekuwa ni kubwa, stories zimekuwa ni nyingi. Wanachama wa Young Africans, mashabiki na watu mashuhuri nchi hii wameanza kutoa maoni yao. Jana nilimfuatilia mbunge aliyewahi kuwa mbunge wa Kawe ambaye kwa sasa ni mbunge wa viti maalum kupitia Chadema, si ndio? Halima Mdee aliweza kutoa maoni yake, akasema kwa sababu yeye ni shabiki wa Young Africans, yeye ni Young Africans, anaungana na Young Africans wahakikishe wanasimamia msimamo wao mpaka mwisho, msimamo wao hauteteleki, yani kwamba watabakia hivyo, bora timu ishushwe au timu icheze madaraja ya chini au icheze ligi nyingine, iwe fundisho kwa nchi na watu waende kusimamia sheria na kanuni. Ndicho kitu ambacho alikizungumza Halima Mdee. Leo tunafahamu kuna bunge la bajeti ambalo linahusiana na bajeti ya sanaa, utamaduni na michezo, ambapo waziri anawasilisha bajeti ya mwaka, lakini pia tumeshuhudia viongozi kadhaa wakiweza kupata mwaliko na kwenda bungeni. Upande wa mpira miguu tumemuona rais wa shirikisho la mpira Tanzania Wallace John Karia, tumemwona rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Ali Saidi, lakini pia mdau na mkurugenzi wa Clouds Media Joseph Kusaga pia yupo, na wengineo wengi hao wamekaa pamoja, kina wengineo wengi wamealikwa. Kwa hiyo kutokana na issue iliyopo ameuliza Joseph Kusheku, si ndio almaarufu kama Msukuma, ambaye amemuuliza waziri na waziri amekosa majibu. Kuna watu wanaamini kwamba mbunge Msukuma kama amekosea timing kumuuliza waziri. Sasa alipaswa yamuulize nani? Kwa sababu waziri anawasilisha bajeti ya serikali kwenye michezo ya mwaka, na kama anawasilisha bajeti ya serikali ya mwaka, kwa maana hiyo kuna fedha zinaenda kwa ajili ya maendeleo ya mpira wa miguu Tanzania. Kuna fedha zinaenda kwa ajili ya maandalizi ya AFCON, yani maandalizi ya ujenzi wa viwanja ambao tayari bajeti yake nyingine imetoka na vitu kadhaa. Tuna timu za taifa za under 15, under 17, under 20, tuna senior team. Kwa maana zote ziko chini ya TFF, lakini serikali inaweka mkono wake kwa sababu wenyewe ndio walezi, na kuna budget inatoka kwa ajili ya vifaa, kwa ajili ya kambi na vitu vingine. TFF pekee yao hawawezi. Kwa maana hiyo Joseph Kusheku almaarufu kama Msukuma kuweza kumuuliza waziri wa michezo swali hilo, yuko sawa, kwa nini mchezo wa Yanga na Simba umepangiwa tarehe mpya wakati hawajatatua zile changamoto zilizopo? Ni kweli
Bodi ya ligi na TFF wanachokifanya ni kama funika kombe mwanaharamu apite. Ile funika kombe mwanaharamu apite, hiyo inawahusu Tabora United, inawahusu Pamba, inawahusu Mashujaa, JKT Tanzania, inawahusu Namungo, yani inahusu baadhi ya vilabu. Lakini funika kombe mwanaharamu apite haiwahusu Simba na Yanga. Simba na Yanga ndo msingi wa mpira wetu Tanzania, na timu nyingi ukiwatafuta role model wao wanakuwa ni Simba na Yanga kutokana na ukongwe walionao na sehemu walizopita na aina ya viongozi walionao. Hauwezi kukuta hivi vilabu role model wao ni Azam, labda kwenye kujenga viwanja peke yake, lakini na wao wanawish kuwa na wasemaji kama waliopo Simba na Yanga, wanawish kuwa na viongozi kama waliopo Simba na Yanga ambao wana trendi, wanaenda, ndo maisha yao hayo. Kwa maana hiyo sasa ukitazama alichouliza Msukuma kina mantiki, kwa sababu bodi ya ligi sababu ambazo walizitoa awali kuahirisha ule mchezo wa Simba na Yanga, walisema Simba walizuiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa siku moja kuelekea mchezo. Lakini ukifuata barua ya Simba Sports Club inasema manager wa uwanja wa Benjamin William Mkapa aliwazuia Simba Sports Club kufanya mazoezi. Manager akasema hakuwa na taarifa yoyote kutoka kwa mechi commissioner kwamba Simba Sports Club wataenda kufanya mazoezi pale Benjamin Mkapa. Kwa hiyo tayari barua ya Simba imeanza kumzungumzia manager, baadaye ikaja kuwazungumzia mabouncer, inaosemekana mabouncer wa Yanga, na wana ushahidi wa video za wale mabouncer inasemekana. Umeona? Lakini kama haitoshi, bodi ya ligi walikuja kuhairisha mchezo, wakasema mchezo hautokuwepo kwa sababu kuna viashiria vya uvunjifu wa amani, lakini kuna viashiria vya rushwa. Akatoka kamishna wa TAKUKURU kanda Temeke akasema hana taarifa yote ofisini kwake, hana taarifa yote ambayo inahusiana na rushwa kwenye wilaya yake, kwa maana pale Benjamin Mkapa hapakuwa na rushwa. Akatoka OCD wa Temeke akasema hana taarifa yoyote ya uvunjifu wa amani Temeke, hususani Benjamin Mkapa. Kwa maana hiyo taarifa ya bodi ya ligi ilikuwa inadanganya. Ilidanganya issue ya rushwa, imedanganya issue ya amani. Ikaenda mbali, wakasema watafanya uchunguzi. Bodi ya ligi hawana mamlaka ya kufanya uchunguzi viashiria vya vurugu, hawana mamlaka kufanya uchunguzi kwenye viashiria vya rushwa, kwa sababu bodi ya ligi sio TAKUKURU. Lakini kitu cha kuvutia, lakini pia kinastua, tunaweza tukasema hivyo. Unakumbuka msimu wakati unaanza, shirikisho letu la soka Tanzania TFF waliingia makubaliano na TAKUKURU kwa ajili ya kuchunguza rushwa michezoni na kudhibiti rushwa. Kwa nini TAKUKURU